Kwanza hii picha ni picha kubwa sana unavyoiona, yani picha yenyewe tunajielezea kwa sababu sio kawaida. Yani ukizungumzia maana hii cypher, maana yake sio kawaida. Yani it's not easy to find hawa watu kwa pamoja kwa mara. Yani inabidi utumie nguvu kuwakusanya watu wote. Kwa hiyo tayari huo ni ushindi wa kutosha sana, na shout out to my brother Azma na Azna Studio kwa sababu mimi kama na Nicky my brother P tunaongea sana. Nicky ananipiga simu, tunapanga mipango mingi, lakini kukutana inakuwa haiwi. Lakini kukutana hivi pengine inaweza kawa chachu nyingine ya kufanya vitu kwa serious zaidi, umeelewa bwana? Kwa hiyo kwangu mimi ni picha kubwa. Baby Boy sijakutana naye for a long time, yani nimekutana naye mara mwisho alikuwa amecheki basi 2010 na ngapi huko, umeelewa bwana? Kwa hiyo hii pia ni nafasi nyingine ambayo tunaongelea kwa ukubwa ambao tunakiongea hapa sasa hivi, umeelewa bwana? Mtu kama Manengo ukimwangalia sasa hizi amekula jumba, uwezo ka imagine bwana. Kwa hiyo ni kitu kikubwa. Kwa hiyo kwangu mimi nachukulia ni movement ambayo nataka iheshimike na iendelee kuishi. Nikimaanisha kuishi sio sisi tu, vizazi na vizazi viendelee kufanya hii for the culture na kwa ajili ya rap na hip hop. You already know. Confidential, presidential, commercial. Yani tunaongelea biashara tu. Corporate sana, ndio maana tuona tumekula vitu fulani kabisa vinaeleweka. Yani kama mazishi basi mazishi tumezika sababu tumekula vitu vyeusi. Si ndio bwana? Lakini kwa hiyo exactly kama ni harusi basi tushaoa. Yani ni ushindi, umeelewa bwana? Kwa hiyo what you see is winning, man. Biashara yangu ni muziki, ndo maana moyo una heartbeat. Ukiongeza kipaji naifanya track hit. Black belt mimi nimevishwa kama sensei, nafanya mchezo simple in my mind, wanna get paid. That's why najiboost kila muda. Aso zangu ndo AK za kulitafuta fuba. Usishangae wakidharau unachofanya na watabisha ukiwaambia umemwona Mr. Kesho jana. Nauza samaki Mwanza pia korosho kama Makonde. Kirumba hata Barcelona na mgeuza kibonde anakufa tatu kwa nunge. Mwade rampora nipe pesa ndo tubonge. Muziki ni biashara ambayo inahitaji serious, usipokuwa utaishia kufanya masupla. Inaonyesha kwamba mimi ni moja ya representative wa ninakotoka na nimehudumia hiyo eneo kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo iwe ni kamati iwe ni nini, wewe jua unakufa unapokuwa Kirumba. Man. Kwa namna yoyote. Yani niko na confidence ya kuambia weka mkono tushindane. Man. Mostly nadhani tofauti hii imewekewa hela zaidi. Nadhani madude ni yale mostly kwa sababu mimi moja ya kitu na consider sana kwenye aina hizi za project ni mnaoimba kuhusu nini. Kwa sababu kama ungekuwa ni wimbo tu wa michano, mostly mimi naona kama zinakuwaga ni muziki ambao haina mashiko. Ukiangalia mimi nimekuwa nikifanya na pia tumefanya zaidi ya 3 ambazo tumekuwa tunakutana na watu tofauti, lakini mostly tumekuwa tuna consider tunachokiimba ni nini na tunajitahidi kukifanya kwenye ukubwa na kupata watu mbalimbali kwa sababu kila mtu ana watu wake. Kwa hiyo hata nilipopokea call ya Azma nilimwambia hiki ni kitu very positive, mimi nimekuwa nikikifanya na nimefurahi kuona ameona hiyo input yangu. Mostly naweza nikasema nashukuru kupitia hii project. Hao watu walioko hapa nimekuwa nikiwasikia na kuwaona, lakini leo tunasikilizana na kuonana. Man. Basi limechorwa hapa Azna Studio. Mimi mwenyewe I feel so proud kuwa involved kwenye hii project ya Business Mind project kutoka Azna Studio, moja kati ya project ambazo zinajionyesha tu zenyewe kwamba usiliasi wake unaweza ukawa vipi. So watu hawajaniona kitambo, lakini for the love of hip hop unaweza ukaona sasa hivi hip hop clan ndio imekaa hapa na imenirudisha hapa kwamba yo Baby Boy yuko na verse katika Business Mind track ambayo imefanyika hapa Azna Studio, na kwangu mimi ni kitu kikubwa kwa sababu ukiangalia hapa tunazungumzia legendaries only. You can talk about Country Boy, Manengo, speaking of one Nicky Mbishi, watu ambao wamefanya vitu vikubwa kwenye game, lakini Max Cortez mtu ambaye amekuja na amefanya revolution kubwa, lakini P the MC, one of the best MC ambaye tuko naye Bongo, bila kusahau Azma ambaye ndio amesimamia hii hapa project. So I'm so thankful to be involved into this project na it's a great thing. Na nadhani mitaa ilikuwa ikisubiria hii kitu. It's God is timing, baby boy up in this one. You already know. Yeah.
Mimi nimekuwa nikiavoid sana kufanya interviews na media kwa sababu sipendi kufanya interviews kama sina cha kuuza kwenye interview. Kwa hiyo sasa hivi nimekuja kwenye na bidhaa tayari. So watu ambao hawajaniona sasa, Baby Boy ambao mlikuwa mnajiuza iko wapi, haitakiwa atokee kwenye vitu kama hivi. So unajua? Kwa hiyo hii ni right timing, right moment ya kujua sasa Baby Boy alikuwa anafanya nini na nini. Business mind is what we talking about. Mara mwisho kufanya interview kama hii ilikuwa ni lini? Man, ilikuwa muda mrefu sana unajua. Kuzungumzia kwamba niko na project iko hapa ni muda mrefu. Sana tukikutana huwa tunazungumza mambo ya nasikia zamani ulikuwa unafanya hivi. Sasa mimi sipendi kuongelea mambo ya historia kwa sababu mimi nipo bado kutengeneza historia. Unajua zile. Kwa hiyo bado tunatengeneza historia, bado tunafanya vitu. The streets have to be fitted with some real shit. So that's why tuko hapa Azna Studio, business mind only, I don't know. Mimi nachoweza kukisema ni kwamba tu cha kwanza kabisa Mungu ni mwema. Kwa sababu sisi ni familia from tulipoanzia mpaka kufikia hapa tulipo leo na mambo yanavyoendelea. Sisi tumekuwa tukifanya hivi tu kama ndugu miaka yote. So back again tumekutana tena, it's a new project. Tunaombea tu kwamba inaowafikia waipokee vizuri, lakini ni familia ile ile, mwaka ni mpya, utaratibu unaendelea. Kiukweli ni hiki, kwa sababu tukiangalia kwamba safari ambayo tumeipitia kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi, at this point in time I got so much love and respect kwa brother wangu Azma kwa sababu ya safari hii tuliyoipitia, tumeipita wote pamoja, na yeye ametuonyesha sisi kitu kwamba bwana guys, we have to move this way. So I'm all in. I'm sure familia yote iko all in, so whatever has to be done. Lakini the new generation inatakiwa tu ijifunze, kwa sababu sisi tunachoweza kufanya tu ni kuwa mfano. Kwa the next person akiwa anaangalia kwamba bwana wale ndo wale pale, na tunataka kufanya kile ambacho wanakifanya wale, so their step inatakiwa ionekane kwetu ili wao waone njia pia. So uzuri au ubora ambao tunaweza tukauonyesha ni kuwa mfano. Yeah. Ni kwanza nimefanya cypher ya kicorporate. Tumevaa suti, hatuvaagi hizi. Au sio? Nani maneno kasema imekuwa hela nyingi sana. Na ni kweli. Na zingine hizi hapa hela, kwa hiyo tunafanya vitu katika ukubwa zaidi, kwamba kila siku tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana tulivyofanya, au sio? Kwa ile dhana ya wanaipa wezi sijui vibaka au ni nini, watu fulani sio smart, hiyo ni dhana ambayo kwa sasa hivi haipo tena. Yani sasa hivi mimi hata nikija kwenu, yani wewe bwana JR pale kuna dada yako ambaye hajaolewa, kwenu unapokelewa. Country boy siku hizi simuona hajaweka zile nywele zake, hajapaka lipstick yake ile ya blue, umeona? Yani ni mikazo mwanzo mwisho, yani ndio kama vile alivyosema wani yani. Ndio inatakiwa hivyo yani. Kwanza ni hilo somo ni refu sana. Shout out kwa mwanangu Dudubaya, Konki Master, au sio? Chidi Benzi, shout out kwake pia. Nachotaka kusema ni kwamba kitu kimoja kinachonikwaza ni kwenye industry yetu, kwamba sisi hapa ambao tunao mabrother walitutangulia kwenye rap, kwenye muziki na nini kila kitu, si ndio? Kinanikwaza kitu kimoja, kwamba unapo show love kwa wale mabrother ambao walitangulia sisi, wana treat kama si mashabiki yani mafanzi wetu hawa. Kumbe sisi ndo tuko sasa hivi, yani wao muda wao ushapitaga. Sasa kwa mfano Shara kwa Chili Benz alisema kama Tukusa haijui wakati alifanya mistari 8 ndo akakimbia studio, umeshaona? Kwa hiyo sisi hapa pia tusiwe tunadhana kama hizo. Alafu watoto wengi wanaokuja sasa hivi kufanya rap, nafikiri busara zaidi watumie muda mwingi kujifunza kwa kutazama na kwa kutenda wao wenyewe. Wasisubiri Niki aje akaya kuelekeze kwamba hapo fanya hivi fanya hivi, umefeli. Mimi sifundishaji mtu wala simpagi mtu moyo, hicho kitu mimi sijai kupewa. Mimi nitakwambia bwana, hujui kuchana, fanya tu michongo mingine. Huo ndio ushauri nitakupa. Umeshaona? Kwa hiyo watu wapende kujifunza kwa kuona wengine wanafanyaje. Kama wana means bora zaidi za kufanya kitu kwa kikubwa zaidi, wafanye, wanakaribishwa. Tuache kushutia Cypher Mandazi Road nini vitu kama hivi. Au sio? Of course tulioanza kipindi hicho ni wengi, ambapo tulikuwa tunategemea tu muziki ya SoundCloud siku kuupload tu online afu tumelizika.
lakini wachache ambao tuko serious hivi tuliokuwa serious kipindi hicho, sasa hivi tumefika kwenye level ambao tunaweza tukakutana ma brother kama kina Azma, Nicki Mbishi, One, Country Wizzy, Peter MC, yani tunakuwa kwenye meza moja kama vile nyimbo ilivyo, kwamba tunakutana kwenye kazi moja, manake generation ziko tofauti. Naweza nikasema hapa tulipo mimi na Manengo tu ndo generation ambayo ni nyingine, lakini hao wengine wote ni kama vile wanajuana enzi hizo, ushanielewa. Lakini sasa hivi tumekaa kwenye meza moja, inaonyesha picha nzuri kwamba generation tunafahamiana, na kama Nicky alivyosema, wale kuna waliotangulia, kuna ka disconnection between wale na hawa, lakini hawa hawaja disconnect sisi, wako na sisi mpaka leo hii. Kwa hiyo inatupa nguvu sana kwamba umoja wetu wa hip hop inazidi kuwa ya nguvu, na sasa hivi 2026 hip hop inaenda corporate. Inaenda corporate mzee wangu. Of course hiyo tuzo yenyewe ilikuwa sio ya Tanzania, ni tuzo ambayo inafanyika Zambia na Caribbean huko. Kwa hiyo yani brothers wameipokea vizuri. Nakumbuka kipindi nilikuwa na promote kwa ajili ya kupata kura, nilikuwa na Country Wizzy kwenye video shoot, Country akani promote kwenye kamera, kina One wananipigia simu, Hunju unajua zile. Kwa brothers walikuwa mara nyingi sana. Umeona sasa. Kwa hiyo ma brothers wenyewe kwenye community yetu tayari support yao ilikuwa ni kubwa. Kwa hiyo kwenye kushinda sasa tayari ni hatua kubwa, na naweza kusema na nitaendelea kuwaheshimisha ma brothers ambao wametuletea hii zawadi ya knowledge ya hip hop. Nataka kuchukua zingine na tuzo zingine. Au unaonaje? Bwana hiyo moja inatosha. Inatosha? Mimi wanao nina tuzo ya Mdundo. Basi nitaitafutia. Tuzo yoyote toka Mdundo.com walinijia. Tuendelea kuwakilisha, labda tuitafutie kwenye kategori nyingine basi, sio hip hop, si ndio? Alafu kitu kingine waambie kwamba mimi nishaikuaga mnene kuliko wewe. Hip hop inalipa. Eti sasa hivi Interview itakuwa ndefu pia. Kwanza mimi niseme nashukuru sana. Nashukuru sana kwa kualikwa hapa. Naweza kuwa mimi ndo nimeshiriki kwenye saifa nyingi, sijui. Exactly. Wewe na mimi. Yani mimi na Azma ndo tumeshiriki kwenye saifa nyingi sana, pengine kuliko wote ambao wamefanya hii saifa ambayo leo hii tumetoka kuishoot ya Business Mind. Kwa haraka tu niseme Azma mimi nifahamia naye muda mrefu sana. Almost 2010, 2008 na 9 na 7, yani huko. toka Mpola Mareko. Migo Warriors. Kwa hiyo tumeanzia huko tukajikuta tuko Tattoo Records. Tuna record yote tuko Tattoo pale. Alafu tunajikuta tuko Tamaduni Music. Tuko pamoja tena. Kikosi kazi. Tuko pamoja tena, and this time Aznas imeanzisha mchongo wake, tuko pamoja tena. Kwa hiyo hii safari hii ndio inafanya mimi namuamini sana Azma kila sehemu niko naye yani. Miaka yetu ya nyuma wakati bado tuko kwenye hustle, Azma alikuwa na sifa ya kwamba mkiwa mmechili hivi studio nini mnapiga mahesabu yenu ya mambo yanaendaje. Mahesabu ya Azma ni marahisi sana. Hapa wanangu ugali, dagaa, kachumbari. Umeelewa? Na kipindi hicho kweli tulikuwa tuko kwenye hiyo hustle ya kwamba mnajua hamuelewi hii siku zinaendaje na nini. Makongo juu. Kwa Azma alikuwa akiwaambia kwamba kwa bwana wanangu hapa wali, dagaa, kachumbari. Sio kwamba anawaambia Songa akiwa anabuku anaenda kukaa makongoli zote juu anakuwa anarudi na kijiji. Ada atoe ile buku mbili watu wale ugali yeye anauliza kijiji. Azma alikuwa anayo hiyo, yani ana hiyo spirit ya brothers, tutaishi hivi leo. Alafu anavowaambia sio kwamba eti tupige mahesabu, yeye alichowaambia ni kwamba hiki ndicho ninachokifanya. Na yeye anatoka anaenda kuchukua kweli unga, dagaa, nini, kachumbari. Yani nyinyi mnajikuta kwamba Azma tayari anapika, anatoa ugali, anatoa dagaa, anatoa kachumbari, afu oya wanangu tuishi. Kwa mimi yani respect yangu kwake ni kwamba Azma mimi ni mtu ambaye miaka yote ananiambiaga brother nataka tufanye kitu hiki. Mimi naelewaga hiyo kauli kwa sababu huyu anamaanisha, sio ananiuliza mimi kwamba labda tukifanya tunataka tukifanye hiki. Kwa hiyo yeye anaenda kukifanya. Kwa hiyo wewe je, uko tayari kwenye hiyo safari ama la? Lakini yeye anaenda kukifanya. So respect yangu kwake ni hiyo, Azma ameazimia. Kwanza nimefurahi kusikia kitu kutoka kwake kwa sababu few people wanaweza kurecognize kitu ambacho umekifanya ukiwa uko hai. Kuna wimbo wangu mmoja unaitwa Anasubiri Ufe. Na mimi napendaga sana kuongea, yani vitu vingi ambavyo nimeongea mle ni vitu ambavyo watu wengi hawatoi credibility. Umenielewa? Lakini mi One nampenda kwa sababu he is positive mind. Yani P is positive mind.
Nicky is my brother. Ana changamoto zake, watu wengi wanasema wanawezana vipi na Nicky, lakini mimi nampenda Nicky, is always positive. Yani mtazinguana kwenye kazi, lakini hata hapa naweza nikamwambia tu Nicky, njoo studio, nimemtumia beat, kesho utashangaa ashafika. Lakini nikwambie kwa mfano, natoa tena mfano leo, sio kwa ubaya lakini kwa positive. Hapa nimemuita Songa, nimemuita Zaidi, nimemuita Stereo zaidi ya mara nyingi, mpaka leo hawajaja kanyaga hapa. Project zitakapotoka ndo utaanza kuona wanaanza kunisumbua kwamba sasa tunataka kuja, lakini hapa tumesha record macyphers kibao, watu kibao wapo. Kwa hiyo inabidi wasubiri kama ni project za mwakani au mwaka kesho kutwa. Kwa sababu lakini huyu hapa anamwambia bro, njoo hapa Nicky atakuja tu one time. Kwa hiyo that's one kwenye hilo ambacho nataka kusema. Kwenye hiyo azma maana yake ni nia, lengo. Yani that's my will, and I have been that way tangu niko primary. For me, I have been a leader. Watu wasichokijua, nimekuwa kiongozi kila sehemu ambako naenda. Primary nimekuwa kiongozi, yani naongoza na nafundisha wanafunzi wenzangu. O level nimekuwa kiongozi na wafundisha wanafunzi wenzangu. Secondary level naongoza, nafundisha masomo economics, nafundisha geography. Kama kuna mtu yote amesoma Sangu atauliza, hata akiona hii mtaona comment pale. And the last thing, IFM nimekuwa waziri mkuu na nimekuwa nikiongoza, na nilipokuwa waziri mkuu pia sikuwasahau watu wangu. Nilikuwa wakati nilikuwa IFM, ukiwa waziri mkuu unapewa ofa ya kula chakula bure. Huyu hapa kijana ambaye amesimamia video, pita hapa mbele. Huyu kijana Kita na wengine kama watatu kama wanne, wote tulikuwa tunakaa studio pamoja, tunakula saa 6 usiku hadi saa 6 usiku. Kwa hiyo nilipopata chuo FM, nilipokuwa waziri mkuu, nilikuwa nawaita wote, nawapa coupon, wanaenda kula kantini, na wote walikuwa wanajulikana wanasoma FM. Naongopa wanapiga full time job. Walikuwa wanakuja na wenyewe wanakuja, na tena wanakaa sehemu ya staff ya viongozi. Kwa watu wote walikuwa wanajua wao wanasoma FM. I've been helping watu. Nikwambie kitu kingine ambacho nakisema tena leo hii, cha mwisho kwenye hiyo. I've been helping people. Tumekutana kwa mfano, nizungumzie watu kama wakina Baraka the Prince, wakina Yankila, they are my young brothers, they respect me today. Kwa sababu yani tulikotoka nao. Yankila anakuja kwenye Spanyota, nakumbuka studio ilikataa. Lakini mimi ndo nilimtorosha, tukaenda na Yankila kule mpaka akashinda. Ila wao walinipokea kule studio, wakanipeleka studio kwa D Classic. Lakini mimi ndo niliyemtorosha mpaka yani leo hii nikituma picha ambazo nimemtumia wale wa Clouds, ni mimi ndo ninazo kwenye email yangu hata leo hii. Umenielewa? Kwa hiyo I have been doing that. Mimi calling yangu kwa Mwenyezi Mungu ni kusaidia watu. So regardless watapokea au they won't take it, ila mimi calling yangu nahisi ni kusaidia watu. Na wakati mwingine ndio kitu ambacho kinanidhuru. Sababu people sometimes they take it as an advantage. Lakini mimi I always do things kwa sababu naamini Mungu ametupa ili tuweze kuinuana na tuweze kufika mbele. The best thing ambacho nimefurahi kwenye huu mradi ni kuona my brothers. Yani hapa my brothers wengi wana matitle kina Country Boy, lakini ni wadogo zangu ambao I can call in 1 minute, and I always call Country Boy father. Namuita baba kwa sababu I know contribution yake. Na hisi ana roho kama yangu. Binafsi na hisi ana roho kama yangu. Kwa hiyo I always been positive nikiwaita Manengo na value na kwenye hii project what I was considering, nilikuwa natamani sana kuwe na gaps za generation zote. Ameongea hapa my brother Unju kwamba kuna wale generation, na nilikuwa natamani hata hapa umuone labda mtu mmoja mwenye generation ile zamani. Lakini wengi ukinapowapigia kama alivyosema Nicky, wanaona kama unajifanya yani wewe ndio shabiki yao. Yani mpaka leo, yani ina maana mpaka leo they don't recognize what we have ambacho tumekifanya. Ukiwapigia wanajiona kama wao tuna mipango sijui nini. Kwa hiyo that's the biggest thing. So hiyo ndo kwa nimefurahi kuona tumecombine wote hapa. Generation na project nyingi ziko katika mtindo huo. Tumechanganya generation zote. So the biggest thing ambacho mimi nilikiona na natamani kiwe ni kwamba miaka yote kwenye hip hop tumekuwa tukishindana kuchana. Yani tumeshindana nani mkali. Na ndio hiyo ambayo inatuwekea gap siku zote. Na ndio hiyo ambayo inatuwekea mpaka yani mimi huwa nawaambiaga watu, yani kwa mfano nikutolee. Unajua kuna generations, kila generation ilikuwa na impact yake. Generation ya kina brother Professor J ilikuwa na kitu chake. Wani waliinvent kitu chao. Na muziki wao ulikuwa uko free, mtu wote anapewa nafasi. Ikaja generation ambayo imekuja kubadilisha, ikaja hapa kama ya Fid Q.
ikaja ikaleta kitu kingine na ikazaa watu wengine, ikaja generation ya kina Unju hapa wamefanya vitu vikubwa. Mimi wanawaambiaga ndio zimekuja generation za madogo wengine. Mimi wanawaambia watu, kwani kama tukiendelea kushindana mpaka leo, mbona sasa mimi naona yani inazidi kuchuja, yani haiendi mbele. Yani kama ile generation ya michano ilishia kwa kina Wani, kwa kina Niki, lakini ambayo imekuja hapo haiji tena kwamba kwenye kushindana kwenye kuchana. So tumekuwa tukishindana hapo, lakini what's the big deal? Na ambao wamekuwa wakitaka tushindane hapo ndio watu ambao wanataka tuwe hivyo. The issue is not kushindana kuchana, the issue is kushindana kutengeneza pesa, kutengeneza biashara. Kwa sasa hivi tunatakiwa kuua hilo tabaka la kushindana kuchana. Tuanze kufikiria what can we do to make money? Kwa sababu kuchana, Nicki ana album 9, ndo msanii ambaye anaongoza kwa album nafikiri kwenye hip hop 13, sijui 13. Umeona, Nicki ana album 13. Sasa unataka ushindane ni nini? Ushindane ni nini kuchana? Umenielewa? Kwa the biggest thing ambacho tunatamani kuinvest ni kutoka kwenye hali ya kushindana kuchana na kuanza kwenye kufikiria kwamba tunawezaje kufanya hiki kikawa biashara. So this is the step, and I'm thinking this is the first step ambao tunaanza nayo, but it won't be there kama hatutashikamana, kama wote hatutaelewa umuhimu wa mwingine, umuhimu wa mchanaji, umuhimu wa mfanyabiashara, umuhimu wa mtu ambaye atatuwekea pesa, umuhimu wa kila mtu hapo. Kwa hiyo tuache ile hali ya kwamba mimi ni bora kwenye kuchana, na kama utaendelea kuwa bora kwenye kuchana, utaendelea tu kuchana hivyo. Si utaona tutakapopiga step. Umeona, utaendelea tu kuchana, na utakapohitaji kujiassociate na sisi, we won't associate with you. Too late. Kwa hiyo that's all I can say about this plan. So me I am happy to see this is fast successful. Na kama hamjui, tumeshuti video 3 mpaka sasa hivi. Jana tumeshuti 1, leo tumeshuti 2. Kwa na we expect kwamba hii project kila mwezi iwe inatoka project moja. Kwa hiyo I think we are on na tunaenda. Na vingine sitaweza kuvidisplay hapa kwa sababu we have a bigger plan. Plan sio kwamba turekodi tu cypher ziingie YouTube. We have to do something else ambayo itafanya. So I cannot share masilaha yetu yote kwenye madini yetu yote there. So all ambacho naweza kusema, Mungu atutangulie, atupe nafasi tufanye. And I want, kama hakuna swali lingine, I can say something. I would love to invite my brother. Come. We are sharing the name ya ukoo. Anaitwa Moses Mponda. Yeah, so lakini tumefahamu kubwani, and we are sharing everything. So he's my brother Mponda. He is the owner of Suit Fashion. So he's dealing with suit. Kwa hiyo nafikiri kwa sababu ni taasisi, kwa sababu taasisi yake, kwa sababu ya taasisi yake na deal na suti, ambacho sisi lazima tutafanya, we are going to partner, kwa sababu sisi ni taasisi. We are going to partner with all the taasisi ambazo wanataka kufanya kazi na sisi. Umenielewa? Kwa this is one of our partner from now. So tunaweza tukafanya vitu vingi kwa kuwa na tunajua tuna mtu ambaye he is the partner. Tunaweza kuhangaika kwa pamoja, tunaweza kwenda kwenye fashion. I've been traveling with him to China mara kwa mara. So naamini hata sasa hivi ametuletea majumba. Next time tutakuja na majumba ambayo ni ajabu zaidi. Kwa sababu tutaendelea hata kwamba tukienda China tutakuwa tunawaza na video. Tukipata manguo China ambayo yako mazuri, tutakuja na fashion. Kwa hiyo tutatamani kila cypher iwe na kitu tofauti. So you can say something labda you can say something kwenye. Okay. Kwa upande wangu mimi Azna aliponipa hii idea, nikaona hii ni idea pana sana. Hata mimi nilimshauri, nikamwambia mbali tu na kutengeneza hizi project ambazo zipo mwanzoni, lakini next tuna idea ambayo ni international. Sisi mimi na yeye tuna bahati ya kusafiri mara kibao, watu saa nyingine tunapishana, yeye anaenda mimi narudi, hatujawahi kukutana China. Lakini nikamwambia kuna fursa, yani baada ya hii project unaweza tukafikiria tukaandaa kitu ambacho tukaanza kuwatoa sasa wasanii wa hip hop na wao waende nje kwenda kuperform. Umeelewa? Kwa sababu wale wanaoenda kule kuperform sio kusema labda wana kitu cha ziada, hapana. Ni wanaenda kuwaimbia wa Afrika ambao wanaishi kule. Umeelewa? Msingi sana usivujishe madini. Okay. Usivujishe madini. Okay, sawa. Yes. Nimesema okay. Kidogo nimesema kidogo tu. Lakini yes. Tufunge. Okay, sawa. Lakini ni project ambayo tulikubaliana tutashirikiana. Hii ni ya kwanza, zitakuja zingine tutaendelea kushirikiana, lakini lengo ni kutengeneza kitu bora, kuhakikisha muziki wa hip hop unafika sehemu ambapo kuna mabadiliko yanaonekana. Kwa hiyo kwenye kizazi hiki ambacho tunaenda nacho sasa, tunaenda kufanya kitu ambacho ni kikubwa.
ambacho kitakuwa ni cha sio kile kilichozoeleka. Nadhani leo umeona msanii wamevaa suti, wako very smart. Kwa ndicho tunachokipigania kuanzia sasa hivi. Ni hiyo tu ya. Nafikiri amezungumza. Kuna chochote? Labda niwaombe kitu kimoja my brothers. Mimi kama nikiwa hapa ambaye nimeandaa hii tukio, niwaombe kitu kimoja. Wewe unaweza ukarudi hujavaa suti. Nilikuwa nataka tu useme mambo ya FM. Basi. Kwa hiyo my brothers, I think this is the first step ya kufanya kitu kikubwa. Let's remove the negativity and tusiweke uzito. Tushirikiane. Let's respect each other and I'm sure together we can make it happen. Na tutangulize Mwenyezi Mungu na tujue hata hiki ambacho tunakifanya leo sometimes kuna watu wengine wanaweza spende na watahitaji kutuzuia na watahitaji kuhakikisha hatufiki popote. So kama hatutakuwa na ile unit, hatutakuwa na ile love ya from there, tutaanguka dakika moja na tutaanza sasa kuchekana tu kwamba alikuwa amejifanya anaweza kufanya kiko wapi, umenielewa? So this one depends on you and the others ambao wapo. And the good thing napenda nimeona watu wote ambao wamekuja, they are so positive on it. So let's make it happen. Let's do the bigger things. Let's tushikamane. Let's share the ideas. Let's know that this is the platform. Aznas is the platform. Me myself sina hela za hivyo, hapana. Mimi mwenyewe bado natafuta sana kwa sababu natafuta sana. I want to have this kind of building, lakini mine here I'm renting, I'm paying rent. So nalipa ni kodi kubwa. So I wish niwe na sehemu ambayo sasa hapo ndo tuna Aznas Art Center ambayo hata tukisema sasa hivi Nicky tunataka kurekodi album Nicky na Wani, kuna pale kuna mavyumba hapo, mnakaa hapo tunafanya, tunapush, tunafanya mavideo, everything is there. That's the dream. So the dream won't happen kama watu wakiwa wanaona kwamba hapa tu labda pana kila kitu. No, hatujafika hata kidogo. Ila tunategemea wewe na wewe ndio sote tuweze kufika pale ambapo tunapataka. So I pray for you brothers. Let's have a bigger picture. And I know together we can. Mimi kwa sababu sitaki kuona, naomba nimuongelee Unju. Unju mimi nimeenda Kenya, kipindi kile mara kwanza nafanya project na Calligraph. Yaani nilikuta alizungumza hata kama atakuwa anaiona hii kwa sababu tulikaa studio ya Mandugu Digital pale, alikuwa anasema mimi nawaangalia sana nyinyi Tamaduni. Nadhani na sisi mnakumbuka kuna siku tulikaa kule Tamaduni tukaa tunaangalia video ya Calligraph, zilikuwa cyphers, tukasema huyu tu ndo anayejua kuchana kwenye cypher ile moja. Kwa hata yeye tulipofika kule akasema nyinyi mnani-inspire. Na one of the person alikuwa anamuinspire ni Nicky, yani lyricist ni Nicky. Na Wani pia alimtaja na Wani. Lakini alikuwa anakukubali wewe sana na Wani. So why am I saying this? Yule ambaye tulikuwa naye ile level moja kipindi kile, sasa hivi amepiga hatua. Kweli. Amepiga hatua tu kubwa in Africa. So I believe this is your time my brother Nicky. This is your time my brother Wani. Yani kwa sababu hatujapishana umri na Calligraph, hatujapishana na mtu yoyote. Kwa it's just to change the mentality. And let's do it. Yes sir. Let's do it. That's all I can say. Makamu wa Rais Wani.